innal ladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. قالوا سبحان ربنا إنا كنا طاغين. Hawa ni baadhi ya washiriki wa mashindano haya ambayo ni mara ya 7 kufanyika tangu kuasisiwa kwake. Mashindano haya yamefanyika katika kijiji cha Ntondo, kata ya Msisi, yakiwaleta washiriki kutoka wilaya za Ikungi, Singida vijijini, Iramba, Mkalama pamoja na Singida mjini. Tumeona wakina mama wamesoma wakiwa na miaka 50. Nimemwona mama akiwa na miaka 60 ameingia pale na amesoma na anaweza. Mimi kuanzia leo narudi darasani na kwenda kusoma. Mwaka kesho inshallah nikiwa mzima nataka nihifadhi juzu 1, 2 hata 3. Kwa hiyo Qur'ani ndo kila kitu. Qur'ani ndo muongozo wa dunia, Qur'ani ndo muongozo wa mwanadamu katika kila jambo na kila sekta. Qur'ani haiwezi kumtupa mwanadamu, haiwezi kumtupa mja au haiwezi kumtupa mtu yeyote. Washiriki hawa pamoja na Waislamu wanakumbushwa kuhusu kuithamini Qur'ani kwa kuisoma pamoja na kuifanyia kazi. Mtume anasema unzila al-Qur'ani yu'mila bi ittakhadhu an-nasa qira'atun ghamal. Qur'ani imeshushwa tuifanyie kazi. Watu wakadhani Qur'ani imeshushwa tuisome tu kwa mashindano alafu ikaisha. Sasa hii Qur'ani nasomwa hapa. Watoto nyumbani wanaishi kwa kuangalia TV. Huko nyumbani watoto wanaishi kuangalia mpira. Huko nyumbani watoto wanacheza puli. Huko nyumbani watoto wanacheza muziki. Hatuwezi kupata shekhe wa baadaye. Mashindano haya ya kuhifadhi Qur'ani kwa madrasa za vijijini hufanyika kila mwaka chini ya usimamizi na ufadhili wa Sheikh Khatibu Saidi Ali. Kwa kweli niliona tu nianzisha mashindano kwa ajili ya kutia hamasa vijana wasome Qur'ani, wawe na imani katika dini yetu ya Kiislamu. Japo tutaenda kwenye mashindano baadaye, lakini tunafanya hamasa kwa wale watoto wachache wadogo, wale wanaanza juzu ya kwanza, ya pili, ya 3 mpaka ya 5. Lengo kubwa ni kuimarisha Uislamu, kuendeleza Qur'ani na hasa kuwasihi watu wawe na hofu ya Mungu. Wakishajua Qur'ani tayari watakuwa na hofu ya Mungu. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Tunachoomba ni kwamba juhudi ziongezeke, waumini wazidi kujitokeza, lakini pia na watu wa kheri wazidi kujitolea. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Singida, Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV.